Hakuna chengine chochote. Yako maneno waandishi wa habari wanaotumwa watatumwa, Wario watatumwa, watazungumza Simba bingwa, lakini Simba sio bingwa. Hii ni ligi, ni marathon. Hakuna mwana Simba hivi sasa anahitajika kufanyaje? Kulala. Kila mwana Simba focus kuisupport team ili kuhakikisha unakwenda kuchukua nini? Ubingwa. Tusidanganyane wana Simba. Tuambizane ukweli katika hili. Haya maneno yanayozungumza ya ukweli ndio atakakwenda kuipelekea Simba kwa nini? Kuwa bingwa. Kila mmoja afanye kazi yake. Mimi naamini kwamba management ifanye kazi yao, players wafanye kazi yao na mashabiki tuendelee kufanya kazi yetu kusupport team ili kuhakikisha mwisho wa siku tunachukua ubingwa. Alama 4 nyuma ya mtani. Kuna namna yoyote sasa hivi imekuwa ni faraja kwa sababu ni kama mnataka kwenda mapumziko mkiwa vizuri zaidi. Hii ni ligi na ligi imeonyesha ushindani mkubwa na lazima tukiri kwamba mtani anaongozwa kwa pointi 4. This is football. Bado tunamkimbiza alipokuwa pale juu. Lengo letu na nia yetu kushuka. Jana tumefly, wao wameshuka, sisi tumefanyaje? Tumepata point 3, tumesogea. Dalili zinaonekana kwenye ubingwa, lakini ubingwa bado. Kwa hiyo kudondosha point kwa mtani kwetu sisi tunaenjoy na kupata point kwetu sisi tunafly. Ile Simba ambayo ulikuwa unaiota Kisugu kwa miaka kadhaa ya nyuma, unaona tayari mmeshaipata? Bado. Jana nimepata bahati, nilikuwa naongea na mwalimu na Steven Becker mnamo saa 1 dakika 45 za usiku, nikamwambia mwalimu, Simba yako imefika asilimia ngapi? Akasema asilimia 45. Kwa hiyo hii Simba unaiona sasa na asilimia 45. Kwa hiyo mimi nasema Simba bado. Simba bado. 45. Ndio kwanza kuna kucha. 45 bro. Wallahi mimi nimeongea na mwalimu ananiambia ndio kwanza asilimia 45. Kwa hiyo sasa hivi tunashukuru, nafikiri tunakwenda break kwa ajili ya national team. Kwa hiyo mwalimu atapata muda, atarudi katika kiwanja cha mazoezi, ataendelea kwa noa wachezaji wake ili kuhakikisha kwamba jambo linakwenda vizuri na kwenda sawa sawa. Nichukue nafasi hii niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Spirit ya Simba ni kubwa, wanaonyesha kwamba kuna kitu wanachokitaka. Mimi naamini mwaka jana mashabiki wa Simba tulikuwa tunawadai wachezaji, lakini mwaka huu mimi naamini kwamba wachezaji wanatudai sisi. Viwanja havijai. Njoeni wana Simba, njoeni muone Aura, njoeni muone Age, njoeni muone Mpanzu. Mwana Simba unakaje nyumbani? Leo uwanja huu ameje Samuel unakosaje kujaa? Wewe unakuwa mwana Simba, wewe unakuwa mnafiki. Njoo, mimi nimetoka mkoa wa Pwani bro. Nimetoka mkoa wa Pwani, mimi naishi Mkuranga. Lakini leo niko hapa, nia na mazumuni kuja kuisupport team. Kwa hiyo tunawapongeza wachezaji wa Simba, lakini pia nawapongeza mashabiki wa Simba waliojitolea, lakini kwa dhati ndani ya moyo wangu lazima nimpongeze sana rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Dewji. Anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri, ametusajilia timu, tuna enjoy na tunaamini kwamba tukaendelea kuwapa support kwa timu hii namna ambavyo mwekezaji anavyopambana nayo. Inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwaka utakwenda kwa mabingwa wa ligi NBC. Umewapongeza wachezaji. Lakini tuzungumze, utakuwa ni kosa kubwa tusipozungumza ubora wa Elie Mpanzu ambaye hapa katikati kuna namna kama hakuwa kwenye kile kiwango ambacho nyinyi mnakitaka. Je, unaona akiwa amerejea? Wachezaji wa Simba wote ni bora. Nikikwambia ubora wa Mpanzu utaniuliza ubora wa Aura. Nikikwambia ubora wa Aura utaniambia ubora wa Age. Ukiniambia ubora wa Age utaniambia ubora wa nani? Wa goalkeeper na sasa. Mimi naamini wachezaji wote Simba bora. Si ndio wana Simba? Wachezaji wa Simba wote bora. Lakini Mpanzu hakuwa kwenye kiwango. Lakini kwako, kwetu sisi hatuishi kwenye rakini. Sisi tunaishi kila mchezaji wa Simba kwetu ni nani? Ni bora. Kuwepo Simba kuwa na bahati mbaya. Nimewahi kukwambia muda mchache uliopita kwamba Simba ni ya 5 kwa bora kwenye bara la Afrika. Kuwepo Simba mchezaji ndani ya Simba si kwa bahati mbaya, kwa uwezo wake, kwa ubora wake, na ndio maana tumempa contract ya kuitumikia nini? Simba. Leo umeona kwa mara ya kwanza kwenye ligi NBC bango linaonyeshwa, faulo inatokea, Maima anaambia mwalimu nivumilie, na jambo langu nimeliona goalkeeper kaka vibaya, mwamba kaiweka. Mmekuja na mfumo mpya, ukifunga unatoka. Yes, ni makosa. Kagoma anaambiwa kazi yako wewe ni kuzuia. Kufunga wako watu. Kagoma kafungwa kaambiwa nenda nje. Maima kaambiwa kazi yako toa pasi za mwisho, sio kufunga. Kafunga kaambiwa Simba hata kuniweka mimi nafunga. Simba hiyo kuniweka mimi nafunga. Kipi kinakupa jeuri? Ubora wa wachezaji wa Simba, ubora wa management ya Simba, ubora wa mashabiki wa Simba. Moja katika mashabiki bora ni mashabiki wa Simba. Angalia namna ambavyo Meja Samuel alivyokuwa mbali, lazima ukweli tuzungumze. Lakini leo wanajitokeza, wanakuja kuisupport timu yao. Leo nimekuja na bosi wangu anaitwa Musin Sheiza. Amenambia leo tuache kazi twende. Tumeacha kazi bro, wallahi Mungu shahidi. Na hiyo kazi inahusiana na TRA. Lakini amenambia Kisugu, hatuwezi tukamkosa Kagoma kwa ajili ya kazi za watu. Kwa hiyo tumeamua kuacha kazi kuja kuisupport team. Kwa hiyo lazima niwapongeze sana, lazima nimpongeze bosi wangu Sheiza. Kuna namna ambavyo amekuja kuisupport team. Sheiza njoo bwana, mbona kimbia uko mbali chef? Kisugu, unazungumzia performance ya Nixon Kibabage kwa sasa. Ni beki bora. Ni beki mzuri. Na ndio maana maswali haya ni mazuri, lakini mkwenda kumuuliza Gamondi, mwalimu wa timu ya taifa. Amemjumuisha katika wachezaji wa timu ya taifa. Wachezaji 25 wa national team.
Dickson Kibabage, beki bora kwa sasa, si Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, yuko Simba Sports. Kwa hiyo ni mchezaji bora. Unajivunia uwepo wake. Mmeshoa maswali waandishi? Sasa naam. Jana Didi Diarra kwenye tukio ambalo amelifanya, wewe unalizungumzia? Moja katika waandishi na wapongeza sana mdogo wangu sana Singano. Unauliza maswali mazuri. Na hili swali mngekosa kuniuliza ningewachukia waandishi wa habari, nisiwe mnafiki. Mmoja katika mchezaji ambaye ameonyesha utovu wa nidhamu mkubwa kwenye football league NBC ni Didi Diarra. Na mheshimu kwa uwezo wake, lakini sikubaliani na nidhamu yake. Na niwaombe sana kamati ya masaa 72. Kanuni zimewekwa kwa ajili ya kutumika 43, 45, 3, 2. Imekwenda kuzungumzia nidhamu. Na haya waamuzi waliyataka wenyewe kumtengeneza Diarra kwa nani? Kwa jeuri. Diarra alianza na mechi na Simba. Wote mnajua ilifika mahala alimuonyesha kidole muamuzi katika ile mechi. Lakini kwa bahati mbaya siwezi kujua kwa nini muamuzi alishindwa kumchukulia hatua. Diarra amelelewa vibaya kwenye ligi hii. Mimi naamini Diarra anahisi kwamba hakuna mchezaji mkubwa kwenye nchi zaidi yake. Diarra anaamini kwamba sheria zote nchi haziwezi kufanya kazi juu yake. Diarra anaamini hata klabu ya Yanga hakuna mtu anaweza kumwingia zaidi ya Engineer Harris. Jana kataka kumpiga makonde meneja wake Harrison. Nimpe pole Harrison, wamemlea wenyewe. Mwambieni Diarra hii ligi NBC na kanuni. Na kamati ya masaa 72 imekuja na imetungwa kazi yake kwenda kwa hukumu wachezaji wote wanakosa nini? Nidhamu. Kuna mtego tumewekea kamati ya masaa 72 juu ya Diarra. Lakini anasema tunahitaji kusema, lakini hatutaki kusema kwa sababu tunachia kamati kwenda kufanya nini? Kazi yake. Na wakumbusha kamati ya masaa 72. 45-3 wametunga wao kanuni. Lakini mbaya zaidi, licha ya kanuni, chama cha mpira wa miguu kimeona Diarra kanyanyua kidole cha kati ambao Tanzania kwa tafsiri yetu sio sahihi. Nyinyi mmeona tunamwachiaje? Yeye nani? Kwenye mpira huu waandishi nani? Waandishi mmetukanwa, kweli sio kweli? Mnasema M15 mnasema Salome mnasema au kwa sababu aliyofanya Diarra amefanya katika upendo wenu na kuliza. Semeni ili kuhakikisha kwamba mnakwenda kutekeleza maneno aliyozungumza Mwenyezi Mungu. Mimi naamini waandishi wa habari ni watu bora na mtaendelea kusema, na katika hili hatutakubali kuona namna ambavyo Diarra anakwenda kutokufanyaje, kutokuadhibiwa. Bro, amezoea. Mimi namheshimu sana Diarra uwezo wake, lakini siwezi kukubali na Diarra ambaye anafanya kutovu wa nidhamu. Wanasema ndo mapenzi ya timu, yani ana mapenzi ya timu. Kuonyesha kidole watu kati ndo mfia timu. Sasa alichofanya Diarra mimi ni wasitue wana Yanga. Diarra yuko muda mrefu hataki kuchezea Yanga, analazimishwa. Diarra anatafuta kadi muda mrefu. Jana anafungisha afu anageuza kibao. Diarra kafungisha Yanga jana makusudi. Wanitafute mimi wana Yanga, kodi zao mimi nazo. Mimi ndo Kisugu Mikoi bwana. Ukimsikia mwingine akufanyaje? Nikupe kodi? Tupe. Njoo kesho ofisini. Nawashukuru sana waandishi. Mandala, mambo vipi? Kama unavyoona. Lele. Jumatatu mnyama tena. Mfupa mgumu mpe Simba. Mfupa mgumu mpe Simba. Yaani kama unaona mfupa lako gumu mpe mnyama Simba Sports Club International Lucifer mnyama. Nani? Mnyama International Lucifer mnyama. Unamjua Lucifer? Umeme. Simba umeme mwingi. Mfupa mgumu mpe Simba. Narudia tangazo. Mfupa mgumu mpe Simba Sports Club. Mfupa mgumu. Kama unaona kuna timu inamsumbua, sijui Yanga si inamsumbua na Mungu amletee Simba. Anachezea Jumatatu. Naambia waandishi mna kipi cha kuhoji? Mna nini? Bwana, performance ya Simba Sports Club imekuridhisha? Sio mimi imeniridhisha. Ngoja kuna kitu nikuelesheni. Simba na Yanga sio kama hazipaswi kutoa sare. Simba na Yanga sio kama hazipaswi kufungwa. Ila unapo sare tunaangalia umetoa kiwango gani uwanjani. Je, sare yako umetoa kiwango gani? Tumeona juzi Simba tumesare na Pamba Jiji. Kiwango alichotupa sisi Pamba Jiji tumestahili sisi kutoa sare. Lakini hawa ndugu zetu sare zao wanazozitoa nadhani mmeona. Leo mmewaona Simba hapa tumekuja kucheza na TRA ambao TRA wametoa sare na Yanga. Mimi nimetoka kuzungumza juzi. Kiwango alichoonyesha TRA kwa Yanga, akija kukionyesha kwa Simba atachezea Jumatatu. Mimi niliwaambia waandishi, mkaniambia unadharau TRA na nini. Leo hapa majibu yamepatikana.
nilizungumza juzi, kiwango alichoonyesha TRA kwa Yanga, akija na mpira wake kwa Simba anachezea goli nyingi. Leo mmeona. Hii ni tafsiri sahihi, Simba anaenda kuwa bingwa mapema. Yaani mapema tunaenda kutangaza ubingwa. Mapema. Licha ya gepu la alama mapema. Sio gepu gani? Gepu gani? Mtaanza gepu gani? Nyie mna 31, wenzenu wana 38 ikiwa mna mechi 2 mkononi. Walituacha pointi ngapi mwandishi? Yanga. Mmeachwa pointi 6. Walituacha pointi ngapi? 9. Leo zimebaki ngapi? 6. Michezo ikiwa sawa zamani ilikopo Yanga ametuacha pointi ngapi? Pointi 5. Ngoja bwana nyinyi. Waandishi mna chenga. Yaani vipolo mtashinda. Nisikilize. Kwa nini nisishinde? Nimempiga mtu goli 3 leo mimi nisishinde kwa nini? Nisikilize. Narudia tena. Kwenye ligi ya Tanzania timu yenye kiwango bora, timu yenye quality bora ni Simba Sports Club. Kwa sababu tumesajili wachezaji wenye quality. Pembeni una Lebasi again, pembeni una Aura. Umewaona? Umemwona leo Lebasi kipindi anapita pembeni ulikuwa unamwangalia? Baadaye kwa anafanya kwa unaliona. Mbona umekuwa mnyonge? Umekuwa mnyonge. Umeumia na matokeo. Sawa Mandala. Selemani Mwalimu alikuwa amefungiwa mechi 3. Leo hii amekuja ameonyesha kiwango bora sana. Je, unadhani kiwango cha Selemani Mwalimu ndio kile au inatakiwa ongeza juhudi zaidi? Selemani Mwalimu ana kiwango kikubwa, ni mchezaji mwenye quality. Leo kidogo amedrop uwanjani, unamwona kabisa amedrop kidogo uwezo wake, lakini ana kiwango kizuri, ana kiwango bora. Kuna kitu cha msingi cha kuambia nyinyi waandishi, kitu labda mkijue. Kwenye ligi msije mkaleta sababu ambazo hazieleweki. Yaani ubovu wenu nyinyi msije mkasema ligi ngumu. Ligi sio ngumu. Ligi nyepesi. Yaani ubovu wao wasije wakasema ligi ngumu. Hii ndio ligi bila GSM. Ligi nyepesi. Kipindi tunasema hatumtaki GSM kudhamini vilabu vingi, mlichoona sisi hatuna akili. Leo hii nadhani mnaona. Msimu uliopita mpaka mwisho wa ligi Yanga alidondosha alama 8 tu. Narudia mahesabu ya kimpira. Msimu uliopita Yanga alidondosha alama 8 msimu mzima. Leo hii mpaka naongea na nyinyi, hata raundi ya pili bado Yanga ashadondosha alama 10. Umenielewa? Narudia, msimu uliopita Yanga alidondosha alama 8 msimu mzima. Msimu huu hata raundi ya pili bado Yanga ashadondosha alama 10. Tafsiri yake ni nini? Yale makelele ambako tunapiga sisi, hauwezi kudhamini ligi nzima mdhamini mmoja. Matokeo yake ndo haya. Leo hii mna ubora. Hii ndio ligi bila GSM. Wewe mwandishi. Hii ndio ligi bila GSM. Umesikia? Sema hii ndio ligi bila GSM. Hii ndio ligi bila GSM. Sasa Mandala. Ngoja. Sema hii ndio ligi bila GSM. Hii ndio ligi bila GSM. Ngoja. Sema hii ndio ligi bila GSM. Hii ndio ligi bila GSM. Narudia. Kwa ubovu wao Yanga wasije kuisingizia hii ligi ngumu. Wao ni wabovu. Wasianze kusema si bodi ya ligi, si TFF, sijui nini. Lazima tukubali ubovu wa Yanga. Narudia. Lazima tukubali ubovu wa Yanga. Yanga timu lenu bovu. Walikuwa wanalalamika kwamba ratiba imewabana sana. Je, una uhakika kwamba ratiba wao imewabana sana? Walikuwa wanalalamika kwamba ratiba imewabana, kwamba anacheza mechi back to back. Je, unaamini? Sawa. Ratiba ndio mwambia Diara akampiga refa jana. Kampiga ngoja. Ratiba ndio alimwambia jana Diara akampiga refa. Naiomba nisikilize. Naiomba bodi ya ligi na TFF wanisikilize. Tunatoa masaa 13 tuone Diara kahukumiwa. Tunaiomba bodi ya ligi na TFF. Tumeipa masaa 13 tuone Diara ashahukumiwa, kwa sababu kwanza kataka kumpiga refa uwanjani bila sababu. Cha pili katukana taifa. Kaonyesha kidole. Diara kaonyesha kidole cha katikati. Yaani Diara kanitukana mimi. Diara katukana mpira Tanzania. Diara katukana TFF. Diara